safari hii ya Kwaresima kama ambavyo tunaelewa kwamba ni maisha ambayo kwa mfano wetu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyefunga na kusali kwa muda wa siku 40 akiwa jangwani, nasi tupo katika maisha ya jangwani. Hivyo tunaalikwa tuendelee kujiimarisha vema na kuweza kuifanya imani yetu ipate kukolea. Na itakolea kwa mtindo wa namna gani? Kupitia sala, ambapo katika sala tuna sala binafsi na sala za jumuiya. Kupitia sala katika kuongea na Mungu tunapata nguvu mpya ya kuweza kuvumilia changamoto na majaribu yaliyopo katika ulimwengu huu. Lakini namna nyingine, katika kusoma, tuweze kujitahidi kusoma maandiko matakatifu, kusoma maandiko mbalimbali ambayo yameandaliwa na mababa watakatifu ambao siku zote tunajifunza na kuweza kuilea na kuikuza vema imani yetu. Lakini vile vile kudumisha mahusiano yetu kuwa mazuri na ndugu jamaa na marafiki na majirani zetu. Hivyo tutakuwa tunatimiza amri ya upendo kama ambavyo tunaagizwa kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na vile vile bila kusahau kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Haya yote yanadumisha na kuweza kuleta uhusiano mzuri kati ya sisi kwa sisi na kuondoa utengano. Lakini kwa namna nyingine tunaalikwa, ndugu zangu, kuweza kuyafanya haya yote ili tuweze kuyafanya kwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku, si katika kipindi hiki tu, bali hata katika kipindi chote cha mwaka wa kanisa na miaka mingine, tuweze kuishi maisha haya ili kuweza kuitetea, kuilinda na kuweza kuifanya imani yetu ipate kujidhihirisha kupitia matendo yetu ya kila siku. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.